Hello, mambo vipi? Naitwa Ayubu Mwinamila na hiki ni Kijiwe cha Fikra. Kama unavyofahamu, katika chuo chetu cha afya na sayansi shirikishi Bugando, ama kuwa tuko katika mchakato wa kupata rais, ama tuko katika zoezi la uchaguzi. Leo katika studio zetu tumebahatika kutembelewa na mgombea wa urais. Kwa majina anaitwa Mrage Hemedi Shabani, mwanafunzi wa BSN3. Niko hapa kama mgombea kiti cha urais katika uchaguzi wa serikali ya wanafunzi kwa mwaka 2021 2022. Tumeweza kumsikia Bwana Mrage akijitambulisha hapa, tumemfahamu kwa uzuri. Sasa ningependa kujua kwamba umekuwa ukitumikia Wizara ya Mikopo. Sasa ni kitu gani ambacho kimekusukuma wewe sasa uingie katika kuwania hiki kiti cha urais wa chuo chetu cha Bugando? Ni kipi kimekusukuma? Kwamba na ukiangalia kwamba unatokea BSN, pia tumezoea katika chuo chetu kwamba watu wanaogombea ni watu wanatokea MD. Sasa kwako hii imekaaje? Nashukuru sana kaka. Kiukweli jambo kubwa ambalo limenifanya mimi nifikirie kugombea katika nafasi hii ni kutokana na kutazama kiundani zaidi changamoto ambazo wanafunzi wanazipitia. Wanafunzi wanapitia changamoto nyingi sana katika sekta mbalimbali, ikiwemo hata hiyo mikopo ambayo umeitaja, lakini yako mambo mbalimbali ambayo yanakuwa kama changamoto kwa wanafunzi, ikiwemo masuala ya elimu, masuala ya ada, masuala ya michezo na kadhalika. Kwa hivyo vitu vingi, lakini katika pointi hiyo ulizungumzia kwamba kumbe imezoeleka kwamba lazima rais wa serikali ya wanafunzi atoke katika kozi ya MD. Mimi kitu ambacho ninachoamini ni kwamba kiongozi ni mtu ambaye anakuwa na uwezo wa kuwaza kuhusu watu wengine. Kama wewe una uwezo wa kuwaza kuhusu watu wengine, maana kwa namna moja au nyingine una deserve kuwa kiongozi. Kwa hiyo watu wanasema kwamba people are interested on themselves, kwamba kila mtu anajitazama yeye mwenyewe. Kwa hivyo kuna watu wachache ambao wanaweza wakawaza kuhusu wengine. Mimi nimepata kitu ninachokitaka, lakini je, wenzangu wamepata? Ukiona una uwezo wa kufikiria kwamba wenzako wamepata au hawajapata na ikakuuma, maana wewe you are the best. Kwa mimi naamini bila kujali ametoka katika kozi gani, kiongozi kama anaweza kuwaza kuhusu watu wengine anastahili. Okay, tumemsikia Bwana Mrage akisema kwamba kiongozi ni mtu ambaye anaweza kuwaza watu wengine. Katika chuo chetu kumekuwa kuna changamoto nyingi ambazo tunakutana nazo kila siku. Kuna swala la ada, imepelekea baadhi ya wanafunzi kupona. Kuna swala ya mikopo ni changamoto, wodini watu pia wanapitia changamoto. Kwa wenzetu wa diploma kule, miundombinu kule, washrooms haijakaa vizuri kidogo, vifaa vya kufundishia kwa muda mwingine vinakuwa ni changamoto. Vile tukija katika sekta ya michezo kumekuwa kuna changamoto nyingi, viwanja na vitu kama hivyo. Wewe Bwana Mrage, utalitatua vipi hizi changamoto ambazo zimekuwa zikikutana nazo kila siku? Pia ile changamoto ya watu kusumbuliwa getini, muda wa kuingia, hiyo imekaaje? Kama nilivyosema hapo mwanzo, changamoto ziko nyingi sana. Labda tukianza katika swala zima la elimu, ambapo tunaweza tukafocus hasa katika issue ya ada. Wanafunzi wengi wamefikia hatua ya kupostpone masomo yao kwa sababu ya masuala mazima ya ada. Na wengine wanazuiliwa kufanya mitihani kutokana na issue nzima ya ada. Na labda nieleweke hapa, kitu ambacho tunachotaka kwenda kukifanya sisi, hatusemi kwamba tunakwenda kulipia wanafunzi wote ada, hapana. Lakini wako watu ambao wanajikuta wanazuiliwa kufanya mitihani kutokana na pesa kidogo ambazo wameshindwa kumalizia. Kwa hivyo utatuzi wa swala hili sisi kama serikali, kama tukipewa nafasi ya kuingia katika madaraka, tumejiandaa kuanzisha mfuko rasmi. Huu mfuko utakuwa umetengewa fedha kadhaa kwa ajili ya kuwafandi wanafunzi ambao wameshindwa kukamilisha ada zao. Tunaelewa sote kwamba tuna wadau mbalimbali chuoni kwetu. Tunao watu kama CRDB, tunao watu kama Pepsi ambao wakati mwingine wanatuletea viti, lakini wanaweza kutuchangia pia katika mfuko huo. Lakini tunao pia watu wa Vodacom, tunao watu wa Tigo na kadhalika. Hawa watu wote ni wadau ambao wanaweza wakachangia katika mfuko wetu na wakaweza kuwasapoti wanafunzi ambao wameshindwa kuendeleza masomo yao kutokana na swala la ada. Lakini pia wakati mwingine chuo ukiachana hata na chuo, mtu yoyote huwa anapenda uanze step kisha akusupport. Kwa hivyo kama chuo kiko hapo kwa ajili ya wanafunzi,
tutakapoanzisha huo mfuko tutakiomba pia kama mdau kuchangia katika mfuko ule ili kuweza kuwasaidia wanafunzi, kama ambavyo KUHAS alumni, watu ambao wamemaliza chuoni, wanatakiwa kurejesha baadhi ya kiasi wanachokipata kama shukrani katika chuo chetu. Hivyo hivyo chuo kinapaswa pia kuwatazama wakati huu ambao wana struggle ili kufika huko watakapokwenda na baadaye waweze kurudi kutusaidia. Lakini kama hiyo haitoshi, katika swala hilo la elimu kuna issue nzima labda ya swala la vimbweta. Vimbweta ni vingi sana, lakini wakati mwingine pia havitoshi, lakini pia hata hivyo vilivyopo bado ni chakavu, vimechoka sana. Kwa hivyo tumejipanga kuhakikisha kwamba vimbweta hivi tunaviwekea paa la juu ili kuzuia watu kupata tabu hata pale mvua inaponyesha. Mvua huwa inanyesha, vimbweta vinaloana, watu hawawezi kusoma pale. Kwa hiyo tunataka twende tukajitahidi kwamba hivi vimbweta vikawe katika hali ambayo ni nzuri zaidi kwa matumizi ya wanafunzi. Lakini ukiacha hivyo kuna madarasa kama lecture hall number 9, lecture hall number 8, lecture hall number 10. Haya madarasa hayana vifaa vya kufundishia, kwa mfano projectors. Kwa hivyo tunataka tukahakikishe kwamba mazingira yanakuwa ni favorable kwa wanafunzi kusoma. Mtu ashindwe kusoma yeye mwenyewe kwa kutaka kwake, lakini sio kwa sababu mazingira hayako favorable. Darasa la MD1 wanafunzi wanadhani wanatambua, kumekuwa na changamoto ya joto kali mpaka wanafunzi wanasinzia katika vipindi vya mchana. Kwa hivyo lazima tukaweke feni pale ili wanafunzi wasome katika hali ambayo ni nzuri. Kwa hiyo katika swala la elimu yako mambo mengi sana, lakini labda ni shift tu kwenda katika kitu kingine. Labda katika swala la michezo. Ndugu zangu, hatuna viwanja vya michezo chuoni. Kutokana na kukosa viwanja vya michezo katika chuo chetu imedolola. Na tulikuwa na kiwanja kimoja pale cha basketball ambacho kwa sasa imekuwa ni car parking. Kwa hiyo hii inatushangaza na inatuumiza sana katika mioyo yetu tukiona mambo kama haya yanafanyika. Kwa sisi tumejipangaje? Sisi tumejipanga kuhakikisha kwamba michezo tunaiendeleza. Lakini tunaiendeleza vipi? Chuo chetu kimekwisha tengeneza viwanja ambavyo vimekwisha kamilika kule Buswero. Kwa hiyo kama tayari viwanja vimekwisha kamilika kule Buswero, option yetu ya kwanza ni kwamba tutakapokuwa na michezo tutatumia gari za chuo kuwapeleka wanafunzi katika viwanja vile vya Buswero. Lakini pia ukiachana na viwanja vya Buswero, tunavyo viwanja vingine ambavyo viko karibu na chuo. Kwa hiyo kama serikali tumejipanga kuhakikisha kwamba katika mechi zote ambazo wanafunzi watahitaji kucheza, tutagharamikia viwanja hivyo kule wanapotaka kwenda, tutagharamikia vile vile usafiri. Na tumejipanga kuhakikisha kwamba katika kila mwezi tutakuwa na angalau mechi 3, michezo ambayo itafanyika mara 3 katika kila mwezi, ili kuhakikisha tunajenga uzoefu wa michezo, watu wanakuwa wanafanya mazoezi kadri vile ambavyo watakapokuwa wanaweza. Lakini michezo hiyo ya aina mbalimbali, ndugu zangu. Wakati mwingine tumebezi sana katika michezo ya football, hali ya kuwa kuna basketball, kuna netball, watu wanapenda kucheza pool, watu wanapenda kucheza PS. Hivi vitu vyote tunataka kwenda kuvipa kipaumbele. Tuhakikishe kuwa watu wanashiriki katika michezo yote. Na kama serikali tukipatiwa nafasi, tumejipanga kuandaa timu, official university team. Chuo chetu hakina timu ambayo ni official, ndugu zangu. Ndio maana wakati mwingine inapobidi kwenda kucheza na timu zingine kutoka vyuo vingine, inakwenda timu ambayo ni very local, ambayo haina watu ambao wanaaminika. Kwa hiyo ikienda kucheza, mwisho wa siku tunafungwa, tunaonekana kuwa nzima tumefungwa. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na official team ambayo ina wachezaji imara kutoka katika kozi mbalimbali, ili inapotokea tuna mashindano mbalimbali, hawa watu watakwenda kuiwakilisha timu ya chuo chetu, na mwisho wa siku tuweze kufanya mapinduzi katika swala zima la michezo. Lakini vile vile kuna issue pia ya bonanza. Imetokea kwa muda mrefu sasa hatujafanya official bonanza ambayo inatambulika. Kwa hiyo tumejipanga kuhakikisha tutakuwa na bonanza ambalo litajumuisha michezo yote kama ambayo nimekwisha itaja. Kwa hiyo michezo yote itajumuishwa katika bonanza, watu watashiriki, watu watafurahi, watu wataenjoy maisha, na hilo ndilo lengo letu, kuhakikisha kwamba watu wanasoma hali ya kuwa hawaumizi sana vichwa vyao kwa kuwa na stress na kuwa na vitu mbalimbali. Lakini kama tunazungumzia swala zima la getini, wanafunzi wamekuwa wakipitia changamoto sana. Siku moja wakati naingia chuoni nilikuta watu wamekaa pale nje wakiwa wamezuiliwa kwamba hawana socks. Sasa basically sisi kama wanafunzi tunaongozwa na bylaws. Hizi bylaws ni sheria ambazo zinawaongoza wanafunzi. Sasa imetokea mdada anazuiliwa kwamba hajavaa socks. In real sense katika bylaw hatuna hicho kitu. Sasa kwa nini watu wanalala, anaamka kesho anatunga sheria zake, sheria ambazo hazitambuliki? Kwa hiyo tumejipanga kuhakikisha kwamba
sheria zinafuatwa, watu wasijitungie sheria, twende tukafuate bylaws. Na siku hiyo ilikuwa kundi kubwa la watu, mpaka nikaondoka nikazungumza na kamanda wa getini pale, nadhani anafahamu, tukazungumza kwa namna gani tutawasaidia. Akaniambia kwamba hili swala limetoka kwa sister. Nikaenda mpaka kwa sister, nikazungumza. Kuna baadhi ya wanafunzi wawili wa mwaka wa 5 tulikuwa nao pale, tukazungumza, tukasema sister inabidi wale watu walioko getini waende wakaruhusiwe, na ile siku watu waliruhusiwa. Baada ya kufanya mazungumzo hayo, Profesa Mshana pia alikuja getini na watu wakaruhusiwa. Kwa hivyo baada ya hapo haya matatizo yakaonekana yamepungua. Kuna watu walikuwa wanataka kuingia ndani, jioni anaambiwa kwa nini huna koti, idea nayo. Hii imetoka wapi? Ni sheria ambazo zinaundwa bila kufuata utaratibu. Kwa hiyo tumejipanga kuhakikisha kwamba haya yote tunakwenda kuyatatua ipasavyo. Watu wa diploma mnapitia changamoto kubwa sana vyooni. Katika vyoo kule mazingira yamekuwa ni machafu sana, kana kwamba si watu ambao mpo katika level hii ya kuanza. Kwa hiyo tunataka tukarekebishe yale mazingira kule. Vyoo vinatakiwa viwe visafi. Tunalipa fedha katika mambo mbalimbali, tunategemea hizi fedha zitakwenda kufanya kazi kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaishi katika mazingira ambayo ni safi na salama. Hostel kule za degree na za diploma tunataka usafi uende ukaboreshwe. Na usafi huu unatakiwa ufanyike kwa wakati. Sio wakati mwingine wanachelewa sana kufanya usafi. Wakati mwingine watu wanataka kwenda wanarudi hostel, ndo wale wanaofanya usafi wanafanya katika muda huo. Unazuiliwa, naambiwa zunguka uende ukapite kule au kasubiri, mimi I'm very busy, nataka niende nikakamilishe jambo fulani, unanizuia from nowhere. Hii inamaanisha nini? Kwa hiyo tunataka usafi uwe wa hali ya juu, usafi wa vyooni ufanyike kadri inavyowezekana. Usafi uwe ni mzuri, mazingira yawe ni safi na salama. Tunaishi ya matenki ya maji ya kunywa. Supply ya matenki ya maji ya kunywa imekuwa ni changamoto kubwa. Kule upande wa diploma ndo tumebakia, nadhani tuna tenki moja na supply maji ya kunywa. Ili tanki la chini alifanye kazi. Kwa hivyo tumejipangaje? Tunataka tuende tukarekebisha ile tenki, na watu watatakiwa kutumia maji ambayo ni safi na salama. Mtu ambaye hatataka itakuwa ni yeye, lakini sisi wajibu wetu kwanza tumeutekeleza, ili mtu atakapoacha aache yeye mwenyewe kwa kupenda kwake, lakini mazingira yote tuyaweke yawe salama. Lakini pia kuna issue ya bei za vitu mbalimbali chuoni. Ukienda katika stationery zetu pale, ID holder ambayo wao wanaiuza shilingi 5,000, ukija nje utakuta mtu mwingine anaiuza shilingi 3,000, 2,500. Kwa nini sasa wanapandisha bei? Hali inakuwa hivyo. Kwa hivyo kama watashindwa, tutawapandishia pia kodi. Kwa hiyo tunachokitaka sisi ni kuhakikisha kwamba kodi tu wamewekewa ambayo ni very reasonable, na bei yao lazima iwe reasonable. Hatusemi wauze vitu bei ya chini wapate hasara, lakini tunasema wauze vitu katika bei ambayo ni nzuri. Lakini kuna swala zima ambalo ni swala la muhimu sana, nilisema na nitapenda pia nilizungumzie. Ndugu zangu, chuoni kwetu tuna wafanyabiashara mbalimbali ambao of course tunajua biashara pengine ikawa hairuhusiwi chuoni, lakini watu wanafanya biashara zao kule nje. Watu kama Kuhas Outfit, Nay Classic Salon ya dada yetu Witness na wengine wapo wengi sana wanafanya, sio kuwataja wote. Lakini tumefikiria kwa namna gani tunaweza tukawasaidia hawa watu. Tunaweza tukatengeneza official university application, official student government application ambayo itapatikana katika Play Store. Unapoingia katika application hiyo utakuwa unasema okay, katika application hii sasa kuna kitengo tutatenga, hichi ni kitengo cha salon, hichi ni kitengo cha watu wanaouza nguo, hichi ni kitengo cha watu wanaouza vitu fulani. Kwa hiyo ukisema okay, dada yangu ukisema kesho nataka kwenda salon, utaingia hapa, kuna Nay Classic Salon, hapa kuna Mrs Mary Salon, hapa kuna salon fulani, unachagua nataka kwenda hii au nataka kwenda hii. Ipi unataka? Very digital way system. Tutataka tuweke hivyo. Ukitaka kesho nataka kuvaa viwalo, nataka kuvaa suruali nzuri, useme okay, niende Kuhas Outfit au niende katika duka gani ambalo litakuwa nzuri kulingana na bidhaa zilizopo pale. Utaangalia bidhaa, utaangalia bei zake, utachagua wewe unataka kwenda wapi. Kwa hiyo wafanyabiashara mbalimbali tunataka tukawa connect kwa pamoja. Lakini vile vile tuna vyama mbalimbali vya taaluma kama TAMSA, vyama kama TAPSA, vyama kama TAMELASA, vyama kama MISATA. Tunataka hivi vyote tukaviwekee pia option yake katika hiyo application, kwamba wanapoandaa matukio mbalimbali iwe very favorable kwa watu kuaccess, kujua matukio gani yanayoendelea, matukio gani ambayo yatafanywa na TAMELASA this time. Kwa hiyo haya yote tumejipanga kwenda kuyafuatilia vizuri. Naomba turudi kwenye changamoto za wodini. Labda kwa mfano, wanafunzi wa MD5 nadhani nyote ni mashahidi, mpaka sasa hamjapatiwa pesa yenu ya community health.
ya community, yes. Hamjapata pesa ya community, mmeshakwenda community na pesa hamjapata. Kwa hiyo haya yote ni mambo ambayo yanashindwa kushughulikiwa kwa wakati, na ni kwa sababu hatuna mtu ambaye ni maalum kwa ajili ya kuwashughulikia haya. Mimi nimefanya kazi katika issue zima za mikopo, lakini I was not officially minister of mikopo. Kwa hivyo nilikuwa nafanya tu kujitolea. Wakati mwingine watu wameshuhudia, kuna watu walidhani paka labda mimi sio mwanafunzi, kwa sababu kuna wakati na kuwepo kila muda nipo kule, lakini lengo langu, kuna wakati unakuta pesa zimekwisha fika chuoni, pesa za mikopo zimefika chuoni, lakini loan officer ana kazi nyingi sana, ana kazi za Father Mroso amepewa, ana kazi mbalimbali, anasema okay, nitakapokuwa free nitatangaza watu waanze kuja kusaini. Naenda namwambia brother, watu wana hali mbaya, tuanze kusainisha kesho, mimi nitakaa nifanye hiyo kazi, watu waje wasaini kwa wakati. Kwa hiyo nimekuwa nikikaa pale, wakati mwingine natumia muda wangu wa darasani, lengo ni hakikishe kwamba watu wanakuja kusaini kwa wakati. Na hili nitakwenda kulisimamia, hata kama mtanipa nafasi ya kuwa rais wa serikali ya wanafunzi, atakayekuwa waziri atalazimika kufanya kama ambavyo mimi nilikuwa ninafanya na kwenda beyond zaidi ya hapo. Kwa hivyo nirudi katika swala langu hili la udini, nimesema kwamba wanafunzi wa MD5 na wanafunzi pia, of course obviously ni wanafunzi sana wa MD5. Kuna wakati unatakiwa kutoka katika level ya junior unataka kwenda katika level ya senior, lakini unapata changamoto ghafla, unaambiwa huna matokeo yako ya junior. Sasa mtu anajiuliza from nowhere afanye nini? Na hii inaonekana hata katika madarasa mengine wamekuwa wakishuhudia, hili ni tatizo kubwa. Assume wewe leo uko mwaka wa 3, alafu unaambiwa biochemistry matokeo yako hayaonekani, unatakiwa ukaanze kusoma upya biochemistry. Unapata wapi courage ya kufanya hivyo? Lakini pia wafamasia, ndugu zangu, sijawatenga. Nafahamu kabisa changamoto yenu kubwa ya swala zima la kujitafutia field ni tofauti sana na kozi zingine ambazo wanatafutiwa, labda MD wanakwenda Ukerewe, labda watu wa nursing labda wanakwenda Kisesa, lakini vile vile BMLS nadhani pia huwa wanakwenda pia Ukerewe. Wafamasia mnajitafutia, na wakati mwingine hospitali tofauti na Bugando ambazo mnakwenda mnatakiwa kulipia. Hii ni changamoto kubwa. Kwa nini na nyinyi msishughulikiwe mkawa mnapelekwa kama ambavyo wanapelekwa watu wengine? Kwa hivyo changamoto yenu hii tayari nimekwisha itambua, na mimi pamoja na mwenzangu tumejipanga kuhakikisha kwamba hii changamoto tunakwenda kuitatua. Lakini pia katika swala la application iliyoizungumzia pale, tunataka pia kuanzisha, tuwe na website ya serikali ya wanafunzi, ambacho ni kitu cha msingi sana na hakijaonekana. Na watu wa diploma pia nikumbushie katika swala la udini, tunajua mnapokwenda kwa ajili ya rotation zenu labda au field huko, mnapata changamoto nyingi ambazo ni nyingi sana. Kutokana na muda siwezi nikazungumza vitu vyote, lakini naombeni niwaambie kwamba tuna mengi mazuri yanakuja, na ndio maana moto wetu tumeamua kusema kwamba better days are coming. Kuna vitu vizuri vingi ambavyo tumewaandalia, tutapita katika madarasa tukizungumza, lakini naomba kwa hapa mpate hayo machache ambayo nimeandaa, ila yako mengi zaidi, mengi sana. Asanteni sana. Better days are coming. Huo ni moto kutoka kwa Mrage. Tumeweza kusikia mambo mengi mazuri akiyasema kwamba atatekeleza endapo atakuwa rais wa chuo chetu cha Bugando. Kwa yale aliyosema, chuo chetu kitakuwa katika nafasi nzuri sana kama kweli atatekeleza. Kila laheri bwana Mrage, wana Bugando wamekwisha kukusikia. Nipende kutoa shukrani za dhati kwa Makaka Media chini ya director DC. Ulikuwa na mimi Ayubu Mwinamila. Until next time.